pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous qui s'excuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nul. Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika siku ya leo. Mimi majina yangu naitwa ni Mteba, ambaye ni mtangazaji wako ambaye uko naye kupitia channel ya Mteba TV. Leo tutakupa habari nyingi zinazopatikana bado Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine duniani. Karibu sana. Kama ni mara ya kwanza kabisa umefika, endelea kujabone, endelea kusubscribe, endelea kulike na share kwa watu wengine ili uzidi kupata habari zaidi zinazopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Channel ya Mteba TV inapatikana maeneo mengi mno. Inapatikana nchini Marekani, lakini pia inapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale ambapo tuna vituo vya kutosha, vituo vinavyopatikana pale Uvira na vingine Kinshasa, ambapo tutakupa habari zinazopatikana pale Kinshasa siku ya leo kupitia kila ambacho kinachoendelea, lakini pia na Burundi na maeneo mengine duniani tunapatikana kama channel ya Mteba TV. Lengo ni nini? Lengo letu ni kukupasha habari zote zinazopatikana, hasa zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mapambano yanayoendelea kwenye uwanja wa vita kama vile M23 na wazalendo na serikali na siasa nzima kwa ujumla. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye taarifa zako au taarifa zetu za habari. Msomaji naitwa ni Mteba. Ifuatayo ni taarifa ya habari, lakini kwa sasa ni muktasari wa habari. Goma Rumangabo M23 waliweza kuonesha wanajeshi wao ambao waliweza kuhitimu mafunzo, lakini baada ya hapo tumepata comment nyingi sana za watu wakisema kwamba hao sio wanajeshi waliofunzwa, kwamba ni miezi 7 au miezi 6 kama walivyosema na walivyotangaza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini ni kwamba waliweza kukusanya watu wengi mno ambao wengi wao ni wazee na wakina mama, wengi wao wamegundulika mle ndani wakiwa wajawazito, lakini pia na vijana wengine tofauti wale ambao walikutaniwa maeneo yale tofauti kabisa na habari ambazo iliweza kuvuma. Tutakwenda kuambia habari hiyo, usibanduke kwenye channel yako ya Mteba TV. Kinshasa, Vital Kamerhe amekimbia. Vital Kamerhe amekimbia bunge na kuacha nafunga milango yote. Milango yote amekimbia kabisa kwenye mkutano ambao umefanyika tarehe 15 ambao ni lendi au Jumatatu, na alikimbia na kuacha nafunga milango yote na mpaka sasa hajajulikana alipo. Bado tunapatikana pale Kinshasa. Taarifa zingine ambazo tunazo, wabunge wamepigana mangumi. Wabunge wamepigana ngumi kwenye bunge baada ya kumaliza kusaini au kusinye na kwenda kupeleka habari hizo kwa wakurugenzi pale ambapo yani pale ambapo kunahitajika wapeleke hizo signature zao. Imeonekana kwamba wabunge 261 wameshapiga kura ya kumtoa Vital Kamerhe kwenye nafasi yake, lakini pia atafungwa kwa sababu na yeye anakuwa na kesi ya kuiba pesa. Na kumbuka alisamehewaga, lakini kwa sasa kesi inafuatiliwa. Na hapa tutakwenda kukuwekea video mwanzo mwisho ya matukio ya ngumi zilizoruka pale bungeni, lakini pia na kile ambacho kinachoendelea na interview mbalimbali. Vyote ni hapa channel ya Mteba TV, usibanduke. Tunaanza na taarifa zetu za habari. Naam, tunaendelea na taarifa zetu za habari kamili maeneo za Goma Rumangabo. M23 imeweza kuonesha wanajeshi wengi sana zaidi ya 7437 ambao wameweza kuoneshwa hadharani, lakini tumeweza kuona habari hii imeweza kwenda kitofauti kabisa na kila ambacho watu wanakijua. Lakini sisi kama channel ya Mteba TV tumefuatilia na tumewarushia taarifa hizi hapa, lakini tukafuatilia mno na kusogeza kamera kabisa na kufuatilia habari zetu. Imeweza kuonekana kwamba
hawa wanajeshi ambao ni wa M23 walipendeza tu hiyo siku. Ndiyo sherehe ilikuwepo, le 15 pale, le 14 Jumapili sherehe ilikuwepo. Lakini imeonekana wengi wao wanabwaki. Wameonekana walikuwa hawana chakula kabisa, lakini pia wamevalishwa vizuri siku ambayo walikuwa na sherehe hiyo. Ndio maana wamevalishwa vizuri. Lakini pia imegundulika kwamba wengi wao ni wazee. Ni wazee ambao walikuwa pale, lakini pia na wakina mama. Wengi wao wanaonekana ni wajawazito kabisa. Kwa hiyo imekuja kuonekana kitu kama hicho. Na imeonekana kwamba walikuwa wanateswa sana kule Lumangabo, na wamekuja kupendeza na kuwa wasafi siku hiyo ya mkutano, ambapo wale wakurugenzi wakina Kunenanga na watu wengine kuweza kufika maeneo yale. Watu wale wana maisha magumu sana, ndugu msikizaji. M23 ambao wapo kwenye mafunzo, kwa sababu kumbuka kuna wengine wanakimbia. Tunawapokea wengi sana, wengi mno wanaokimbia huko mafunzo, kwa sababu wanakufa na njaa. Hawana chakula, hawana mavazi mengine kule. Wananawa hata bila sabuni huko, kwa sababu sisi tunajua kile ambacho kinachoendelea kule. Lakini jambo lingine, wameweza tu kuwatengeneza siku hiyo, na wakadai kwamba kuna wengine 10,000 au 10,000 wataingizwa kwenye kazi hiyo ya kijeshi. Lakini wote ambao wako pale, ambao mliwaona, hawana mabunduki na hawana silaha za kwamba wataingia kwenye uwanja wa vita kwamba wapambane. Na watu wa Bukavu, watu wa Goma, msikuje mkashituka, mmewaona wamekuja moja kwa moja, kwa sababu sisi sasa hivi lazima tuambie kile ambacho kinachoendelea kule kwa M23, ili watu msikue na pressure baada ya kuwaona wanakuja kwenye maboti, wanakuwa kwenye magari wakitembea pale kuvile ya Bukavu, vile ya Goma, mwanze kutetemeka. Wanakuja, angalieni, kwa sababu kuna raia wengine wako hivyo kabisa, wanaingia wanasema angalia M23, tulishatumia zingine message hapa, wako napanda wanaenda Walungu, magari za mingi. Kwa hiyo watakuja, hatutaki mpanic, mtulie, kwa sababu tunawafanyia kazi nzuri kabisa, na wazalendo tupo na FRDC wapo kwa sababu ya kuchunga amani ya DRC Congo. Lakini habari zingine ambazo tunazo, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, Uvira wazalendo wanazidi kumshukuru Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kuweza kumtoa Gasita maeneo yale. Lakini kifo cha huyu generali ambaye ameweza kufariki maeneo za generali wa kikosi cha 33 cha Uvira, kifo chake bado kinafuatiliwa sana, kwa sababu amekufa kifo cha ajabu. Kwa sababu kuna wakurugenzi walitoka huko Makinshasa wakatiririka au wakakuja wingi sana maeneo hizo. Bado watu wanasema, wengine wanasema amekula labda sumu, wengine wanasema ameuawa kwa kiushirikina, wengine wanasema Gasita alivyoenda aliacha, na kwa sababu ndo alikuwa chini ya Gasita, Gasita alikuwa chini yake, yani wangitumika wote. Baada ya Gasita kuondoka, na yeye pia anakufa muda ule, kitu ambacho bado bana kifuatilia sana na serikali, lakini pia na kwa watu wengine wote. Karibu sasa tuingie maeneo za Kinshasa, tuambie kile ambacho kinachoendelea cha ajabu. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, vita ilianza bungeni baada ya wabunge, kwa sababu kumbuka wabunge wote ni 500 au 500 deputy ambao wanajulikana pale DRC. Sasa wakaanza kupiga kura ya kumtoa Vitali Kamere kwanza kwenye nafasi yake, na pia apelekwe na yeye kotini, au apelekwe na yeye kwa sababu ile kesi aliyoiba pesa za raia na kaiba pesa za serikali azikurudiaga, wakamfunga na Tshisekedi akamfungulisha. Sasa inaanza kufuatiliwa kwa sababu na yeye alifanya hivyo. Biblia inasema usiangalie banzi lililo ndani ya jicho la mwenzako na ya kwako boliti bado linakutazama na linakusumbua. Kwa kile ambacho kinachoendelea, Vitali Kamere alikuwa anaangalia tu banzi ambalo lipo ndani ya jicho ya mtu ambaye amefungwa bila kesi, bila tatizo na bila kula pesa, ipo ndani. Sasa yeye sasa hivi kinamgeukia kabisa. Wabunge wakapigana. Ilikuwaje kwa wao kupigana? Walikuwa kwenye bunge na wakapiga kura kabisa. Kura zikafika 261 au 261 hili, na hiyo kabisa imepitisha wazi kwamba Vitali Kamere atatolewa nafasi yake. Vitali Kamere atapelekwa kwenye koti au atasambishwa na atafungwa kwa zile pesa
alizoiba. Sasa ndani mwao kuna wengine ambao walikuwa upande wake. Lakini na jambo lingine, kabla hajakimbia aliomba msamaha. Aliomba msamaha wa bunge, akaomba msamaha watu wengi, na ni mara ya kwanza yeye kuhukumu Wanyarwanda ambao walikamatwa M23. Walikuwa hawahukumu kabisa, na alikuwa amekaa kimya kwenye bunge, utafikiri ameikalia maji. Lakini kwa sasa akasimama, jamani mnisamee, na sasa tunafuatilia. Ni mara ya kwanza kuzungumzia vita inayoendelea Nord Kivu na Sud Kivu bungeni. Alikuwa iko kimya, sasa ameona moto umemwakia. Sasa akaanza sasa na yeye kwanza kuomba msamaha, na wabunge wote wamekataa na wanaendelea kupiga kura. Tuko deja na kura 261 au 261, na hivyo ishaizinisha kabisa, imeshavuka kiwango, na lazima atahukumiwa, atapelekwa kotini, na makala ataingia kule ambako walikuwa nataka huyu Kosam Tamba yaingie. Wataenda kukutanana kule ndani. Sasa kesi ndio hiyo imewaka, na Kosam Tamba watu wengi wanamsemea, na atasonga mbele. Hebu tazama matukio yote yaliyopitikana bungeni, na matukio yote ambayo na kila ambacho kimeendelea, wabunge walivyokuwa naenda wanaangalia milango imefungwa yote, na wakaenda kugundua milango mingine ambayo ilikuwa wazi, na kuwakilisha matukio yao. Tazama, kuwakilisha matukio yao. Mimi naitwa ni Mteba. Tufuatilie taarifa hizi mwanzo mwisho, usibanduke, kwa sababu tumekuwekea kila kitu hapa. Utashuhudia kila ambacho kimeendelea pale Kinshasa. That's the cameraman who wants to come. The problem is that the National Assembly doesn't give the attention to people bullets No, that's not it. That's not what we're going to give us. We blame the honorable for being someone who's in charge of the order. Oh, Why is that? Dans le cadre des actes parlementaires, l'action que nous menons aujourd'hui répond aux exigences du règlement intérieur qui veut que quand on constate les fautes graves commises par un membre du bureau, les députés nationaux ont le droit de les mettre en cause. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer officiellement les pétitions qui visent les 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Au nom de tous mes collègues, 261 signataires des pétitions, nous tenons à fixer à l'opinion congolaise. Nous sommes venus... Mais il est où?
Non, vous travaillez ici, vous n'avez pas. Vous êtes avec vos honorables, non? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes avec les on a deux protocole, les agents que les formations passent. Non, mais c'est quoi? Nous allons vous soulever jusqu'à votre bureau, nous sommes vos collègues. Respectez-nous, vous êtes député. Respectez-nous. Voilà. Respectez-vous, nous sommes des collègues députés. Nous sommes irresponsables. C'est clair. Et la société qui a été. Allô, oui. Attends, j'ai pas la table. Maman Bindou. Oui. Non, fermez la porte là. Maintenant, c'est nous les députés qui faisons l'office. C'est les premiers qui vous appellent pour refuser. Là. Hassan, et même pour recevoir la pétition. Chers collègues, alors prenez la voix des si le premier refuse, on commence à signer sa pétition. Maintenant. Non. Oui. Vous allez parler avec le huissier. L'huissier de justice est là. Est-ce que le huissier dépose à la commune? Non. Collègues, vous êtes députés, respectez-nous. On l'explique, huissier. On l'explique. Huissier. Il reste d'abord les explications. Son nom de titre. Oui. Même huissier n'a pas compétence d'ailleurs. Même les gars. Papa signifié, papa. Azali législateur, il doit fléchir devant les pouvoirs. Il est législateur. Vous êtes allé voir votre député. Il s'appelle M. Paul Sadi. Il s'appelle M. Paul Sadi. Non, c'est lui que j'ai parlé. Non. Papa, il y a des personnes ici ceux qui perçoivent les débrouillés. On va recevoir. Si vous ne recevez pas les chefs cabinet, premier vice-président, je vous promets, demain vous allez recevoir la pétition contre le premier vice-président. Si vous blaguez avec ça. On va voir comment tu vas travailler. Premier vice-président de l'Assemblée. Sinon vous ne respectez pas demain la pétition, vous en aurez. Après que tout ah, elle est là. On met le chef cadre. On met le chef cadre. Laissez la maman tranquille. Donc il finit à tout remplir. C'est pas ça. Il faut les comprendre. Fermez la porte. Fermez la porte.
C'est ça la démocratie. Non. Pour les attentes, il y a démocratie. Au lieu de aux juifs, alors, au lieu de on présenter les moyens de défense là, les moyens de défense, les alliés, principe Moko, autorisé et encadré par la Constitution. Pourquoi Mokim on y a préparé ces moyens de défense? Et ça qui se passe. Le président a instruit pour que Banque Bureau, Dieu merci de vous chef il y a premier vice-président, il y a assemblée de vous bon, oui, là, pour ça, on a envoyé les garçons. On n'aura pas ça. Papa, Tanga Yako. Les camarades sont déjà là. Les criminels. Papa, Michel Tanga. Il doit signer. Non. Le droit de signer, c'est un droit. S'il refuse, c'est vous m'ajoutez. Mais s'il refuse, vous devez m'ajouter. Voilà. C'est là. Il ne faut pas insister. Voilà. Il va le donner. Non, c'est bon. C'est terminé. Non, il doit signer. Non, ils ont déjà, c'est une mention substantielle. Quand on écrit des choix, c'est réserve de signer, c'est son droit. Signer ou ne pas signer. C'est ça que vous avez écrit. C'est comme ça que j'ai écrit. C'est réserve. Bravo, c'est ça. Donc, c'est. Voilà, nous sommes ici au bureau de cabinet. Bureau, il y a l'IRCAB, il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Chilumbaï. Le huissier de justice vient de déposer la pétition contre les 5 membres du bureau, y compris le président Vital Kamerhe. Voilà bien que le président, le l'IRCAB a refusé de signer, mais selon le huissier de justice, le droit de signer ou ne pas signer, c'est un droit fondamental, mais du fait pour lui de recevoir en main propre la pétition visée 5 membres du bureau, ils sont déjà notifiés dès ce jour. Les membres qui sont visés par la pétition ne peuvent plus accéder à la salle de plénière ou convoquer la plénière. Donc,
dater d'aujourd'hui, le président Kamere ne peut plus convoquer une plénière. Donc, la plénière qui sera organisée pour traiter leur pétition sera convoquée comme ça par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien du professeur Chilumbai, qui aura maintenant le pouvoir d'organiser la plénière pour traiter les pétitions introduites aujourd'hui. Voilà, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Je rappelle que cette pétition vient d'être introduite juste après la clôture, s'il faut dire. Il y a plénière, il y a rentrée parlementaire. Donc nous sommes le 15 septembre 2025, fidèles téléspectateurs, rentrée parlementaire. Et juste ensuite, ça n'est suivi avec une pétition contre 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc là, on dit qu'il y aura que le premier vice, Prof Chilumbai, et le deuxième vice, Mbosso, qui seront restés comme membres qui ne sont pas visés par cette pétition. Merci. Réception et notifie. C'est le président qui va convoquer la plénière. C'est lui le président. C'est lui qui va convoquer. Naam, matukio haya moja kwa moja tumekurushia kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo za Kinshasa kwenye bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majina yangu naitwa Mteba. Chao.